lamani ya mlango mzuri inatisha. Lamani ya mlango mzuri inatisha. Wewe kaa, ukisikia kuondoka nenda. Lakini nakwambia atakaye kuja nyuma yako ndo atakaye kueleza utamu. Sio, na sio kwamba atakaye kuja utakachokiona kesho yako. Mungu atusaidie sana. Usiparamie. Mpaka nikawauliza wenzangu, mnakumbuka tulitubu tukaulizana kwa nini Mungu amekasirika? Maana yake kuna mazito zaidi ametuonyesha vichache, kuna mazito yamefichwa, kuna vikao vinaendelea. Mtu halali kitandani kwake kwa ajili yako. Hii kabosha tayamazi. Mtu anaacha chakula kwa ajili yako. Mtu anateseka hadi anatoboa upande wa pili mkanda ili aone kama ataweza kuvaa. Unaenda kukaa kikao. Msisababishe ghadhabu kwa wasio na hatia. Msisababishe ghadhabu. Msisababishe ghadhabu. Nimekaa hapa nasikia sauti ya mtu inasemaje, tena mdogo wake amefariki. Naweza kukuta saa nyingine ni mapigo tu. Msisababishe ghadhabu. Mswahili anasema usilolijua ni sawa na usiku wa nini? Acha. Omba Mungu. Mtafute Mungu. Ukimaliza kung'ota kwa mavumbi kako, tembea rudi kwako. Kaa kimya, lia na Bwana atetee nyumba yako, atetee maisha yako. Achana na mtu anaitwa mtumishi wa Mungu. Hata kama mkute barabarani kiatu kimeenda upande. Kwa taarifa yako, hatujisemi. Sisi tumehudumia watumishi wa hali ya chini kabla hatujawa watumishi. Tumetumia mshahara wa mzee, watoto wanavaa uchi, lakini tuko tayari tuhudumie makanisa yaliyo hali ya chini. Kumbe Mungu anatuandaa. Unadhani kila mtu atajisema? Unadhani kila mtu atajisema? Nikashangaa kwa nini Mungu analeta neno la ufunuo kila wakati. Analeta neno gumu, alafu akija kuhitimisha anasema lakini atakaye kufa, atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Anasema ukiwa mwaminifu mpaka kufa utapewa kukaa karibu na Yesu. Usijui ukiwafanye, yaani ukienda mpaka mwisho kuna maneno unaambiwa. Maana yake uwe mvumilivu, maana yake uwe mtu wa subira, uwe mtu wa kuvumilia. Bwana aweze akajibu utakavyo, anajibu atakavyo yeye. Amen. Anajibu atakavyo. Usilazimishe. Hapa mlango mzuri sisi hatuna boksi lilobeba waume za watu na rudia. Ila tuna neema ya kuomba na wewe. Tunakupa maelekezo, tembea hii, tembea hivi, tembelea ukanda huu, tembelea njia hii. Hapa kuna Mungu utakutana naye. Mbona kwenye pesa zikipatikana haturudishi shukrani? Kusema kwamba jamani, yale maombi mlioomba, namshukuru Mungu nilipata kiwasi fulani cha pesa. Niliwahi kusikia mtu mmoja tu, Roho Mtakatifu aliposema hapa kuna milioni 1 inatoka, ndio alirudi akashukuru. Lakini watu hawasemi wakifanikiwa. Ndio maana juzi nikawaambia, akanichekesha kuhani anasemaje, nimeshangaa fulana ananipigia mimi. Nikamwambia msikiliza, anasema baadaye nimekuja nikampokea. Anapiga simu baada ya kuona yale mafanikio, baada ya kumwombea, amemtoa chini kwenye vumbi. Palikuwa mna hata simenti, ni vumbi. Wanalala, wanafanyaje? Leo hii alipofanikiwa anasema mimi naona kwa nini mna utaratibu, iliona niende kwingine. Sasa mambo yamegoma, tunaanza kutafuta yule aliyelala kwenye vumbi. Acheni watu.